Bosi, niambie wewe, nikitamke atatokea? Yanatokea kabisa. Kwa nini unasema hivyo bosi wangu? Bidi nilikuja hapa ukanitamkia, nikabeba mimba, nikaja nikiumwa ukanitamkia, nikapona. Nimetamkaje eti? Unaweza kaniambia nimesemaje? Nimesemaje? Nilikuja ukaniambia nini iko huko? Nini iko huko? Ndio. Nikakwambia sijui. Ukaniambia nini iko hapa? Hapa? Ndio. Nikakwambia sijui. Ukaniambia na kuamuru itoke. Naamuru itoke. Neno tu? Ndio. Sijapaka mafuta? Hapana. Sijamwagia maji? Sijapiga kofi? Nimeamuru tu? Ndio. Sauti hii tu? Ndio. Leo sitaki nigaragaze, lakini kama nguvu ya Mungu kama kuna kitu kimekaa ndani yako kitatoka tu kwa nguvu yote, hamna shida. Lakini leo nataka nikutamkie tu kile kitu kitoke. Na leo nalala vizuri. Na uliteseka kubeba pia mimba, nikakwambia? Niliteseka kubeba mimba, nikaambiwa na mume wangu ikifika tarehe 1 mwezi wa 12 utaenda kwenu. Jobe. Yaani umeambiwa na mume wako? Ikifika tarehe 1 mwezi wa 12 utaenda kwenu. Kama hujabeba mimba? Ndio, nikamwambia mimi nikienda kwa Elisha akinitamkia neno moja na beba. Makofi sio makofi bwana. Hayo makofi sio makofi bwana. Leta makofi kwa super list Yesu anayetenda. Eti unaambiwa uende kwenu? Ameniambia utaenda kwenu kwa sababu unanificha, itakuwa unaweka hiyo mada. Hivi jamani, ukiambiwa uende kwenu utaenda? Unafanyaje eti? Yaani anakuambia uende ikifika tarehe ngapi? Ameniambia ikifika, maana mtoto wangu ni mkubwa, akaniambia ikifika tarehe ngapi? Tarehe 1 mwezi wa 12. Kama hujabeba mimba. Ndio. Nenda kwenu. Utaenda kwenu. Maana yake wewe ndio una shida, yeye hana shida. Utaenda kwenu. Ufunge virago vyako uende kwenu. Bado ukamjibuje? Nikamwambia mimi sijaamua tu, nikienda pale kwa Elisha. Sijaamua tu? Ndio. Kwa Elisha ni bata. Wangapi leo wamekuja kugusa bata? Mzee wangu, umesikia hiyo? Mcho hapa kidogo. Umesikia hiyo mzee? Yaani umepita alafu unamwambia mtu, sijaamua tu bana. Nikikanyaga kwa nani? Hivi umesikia hiyo imani? Jamani, wangapi wana imani? Ulimwambia lini kwamba nikija kwa Elisha usiku au mchana? Ndio. Usiku. Nimemwambia usiku, nikamwambia mimi nikienda pale kwa Elisha akinitamkia tu na beba. Na ukaja? Ndio. Nilivyokutamkia? Nilivyokuja ukaniambia unataka nini? Nikakwambia. Na leo nakuuliza unataka nini? Muulize mwenzako unataka nini kwa mchungaji? Muulize basi unataka nini? Eti mkijua leo ninachokibeba kwa ajili yenu kuna taarifa utapokea kwa mume wako. Kuna taarifa utapokea kwa kaka yako. Kuna taarifa utapokea kwa mdogo wako. Kuna taarifa utapokea kwa mkeo. Kuna natamka neno. Nikaja ukaniambia unataka nini? Ulisimama tu hapo? Ndio. Nikakwambia nataka nikabebe mimba. Nataka nikabebe mimba. Hicho tu. Na nikakwambiaje? Ukaniambia mume wako yuko wapi? Nikakwambia hayupo. Ukasema nikifungua sasa itakuwaje? Kumbe ilikuwa imefungwa. Leo nafungua. Amina. Shida uone kwenye ulimwengu wa roho vinavyokufunga. Njia zako zimefungwa. Leo nafungua. Nikakwambia nikifungua na mume wako hayupo. Nikakwambia wewe niombee tu. Wewe fungua tu. Ndio. Ukaniambia nenda, maana utaenda kubeba. Hebu kaa usichoke mama. Nikakwambia nenda, maana utaenda kubeba. Sijakwambia? Hapana. Mama Alfa, nisaidie bana kuamsha watu. Unajua nataka nikitamka ikute mtu imani imejaa.
Kwanza ulimwambia mume wako nikienda kwa Elisha akinitamkia, sijaamua tu. Sasa na ulikuwa unafanya nini miaka yote mpaka unaambiwa unaenda kwenu? Ulipoamua ukaja sasa. Ndio. Nikakwambia nenda, maana unaenda kubeba. Mbona kauli ya mtu mwenye mamlaka haihitaji kunguruma. Mtu mwenye mamlaka anajua kazi yake. Ni kama afande wangu pale, samani kukutolea afande mfano. Akiwa mahali pake pa ulinzi hahitaji kusema wewe, anakuambia tu stop. Ukileta mcheza na mamlaka anachomoa. Si ndivyo jamani Ndivyo mamlaka ulimwengu wa roho ilivyo. Niamini jamani, niamini ile somo naloambia. Sihitaji leo kuwasukuma. Yaani paka unatoka paka sijui huku inauma. Tunahitaji kutumia mamlaka. Petro alimwambia kiwete, kwa jina la Yesu Kristo amka na. Mtu anayejua kazi yake hahenyi. Leo na Jumapili lazima watu waende viwango. Na siku natamka, sihitaji kumsukuma mtu. Nahitaji kukutamkia mamlaka. Mamlaka ya duniani na serikali ya Mungu, mamlaka zote zimewekwa na Mungu. Sasa Mungu aliwapa watumishi mamlaka. Labda kama uteso na shetani, labda kama ni roho kama sio roho inapoteza, kama ni roho, kama umetegeshewa, Mungu amenipa mamlaka ya kutegua roho zote. Nikakwambiaje mwanangu, shetani tamu. Ukasema kamwambia nikienda kwa Elisha nabeba. Na ulipokuja nikakwambia, ukaniambia nenda mama. Kwanza uliniuliza unataka nini? Ndio. Kwa nini nikuuliza? Yesu alimwambia yule mtu, wataka nikufanyie nini? Kwa nini Yesu aulize? Alimuuliza Bartimayo ni kipofu. Halafu anasema Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Alipoletwa Yesu akasema mwacheni aje kwangu. Alipofika kwa Yesu anamwambia wataka nikufanyie. Ni kipofu, Yesu anaona ni kipofu, lakini Yesu anataka kusikia kauli yake. Wataka nikufanyie nini? Nami nikamuuliza unataka nikufanyie nini? Ndio. Ukasemaje? Nataka nikabebe hiyo tu. Nikakwambiaje? Sasa nikifungua na mume wako hayuko itakuwaje? Nikamwambia wewe niombe, ukaniambia nenda maana unaenda kubeba. Neno tu. Ndio. Hivi nimetamka kwa nguvu au kirahisi tu? Umetamka ukiwa unacheka, nenda maana unaenda kubeba. Imekwisha. Alafu malaika walio na mimi wanaingia kazini. Serikali ya tukufu ya Mungu ikitamka, mbingu inaachilia malaika wakafanye kazi. Mama nikakwambia nenda, tena nimetamka nikicheka. Ndio. Ukaondoka? Ndio. Baada ya muda gani? Sijakaa, kesho yake nikakaa wiki, nikaona mabadiliko. Wiki? We mama chabana. Yaani nimetamka nenda. Kwanza nikaomba sasa nikifungua mume wako hayupo. Nilipotamka kwanza mume akafunguliwa akaja. Yaani vyote pamoja vikaletwa pamoja. Mume akavutwa akaja. Kilichofuata baada ya wiki moja mimba. Ndio. Kitu ambacho kimekutesa muda mrefu. Miaka mitatu unatafuta mtoto ube. Ndio. Kwa sekunde imefunguka. Ndio. Yesu wa ajabu, huyu Yesu wa ajabu, huyu Yesu wa ajabu, hivi wewe cho hivi wewe unaamini nikikwambia nenda tayari hivi unajisikiaje? Alafu sijaomba najisikia vizuri kabisa. Ndiyo. Hivi watu wa dunia hii wamezoea ripa hivi can you imagine? Ni kama mama Alfa uko na yule mtoto anaitwa Alfa ametoka shuleni, alafu mwalimu amemwambia kesho ukija na hii kiatu nitakuchapa.
au daftari ukija nitakuchapa. Alafu umekaa tu pale nyumbani, mtoto amekuja spidi shuleni, anakimbia. Hivi utamuonaje? Utaona kama amechanganyikiwa, sitamuelewa. Kumuelewa ni ngumu. Ni ngumu. Mama nini? Mama. Kiatu. Hivi utamuelewa kweli? Sitamuelewa, atanipa wakati mgumu ili. Atakupa wakati mgumu Lakini je, kwa mfano akaja tu akakwambia shikamoo mama. Mama, samahani. Mwalimu amesema kesho nisinde daftari na hili kiatu shuleni. Mama, naomba kiatu. Inasikika? Inasikika. Vizuri Kabisa. Na utamwambia nitakupa au utampa majibu mazuri? Utampa majibu mazuri. Ndio. Lakini je, akija utamwona kama amechanganyikiwa, unaweza kumchapa hata sasa. Sasa inakuwaje tu si watumishi wanaojitambua mbele za Mungu, wakati mwingine sawa kuna saa ya kupiga kelele kuamuru vitu vilipuke viondoke. Lakini kuna saa tuhitaji kupiga kelele sana. Tunahitaji kusema tu in Jesus name, tatizo lihame. Wangapi wananielewa kwa mafundisho ya leo? Mama, miaka 3 unateseka kubeba mimba. Ndio. Ukaja hapo ukamwambia mumeo sijaamua. Ndio. Na wewe ni mkorofi Miaka 3 unateseka kubeba mimba. Ndio. Mambo yanafanyika, hakuna kinachotokea. Mumeo akamwambia utafunga virago. Tarehe ngapi alikwambia ufunge? Tarehe 1 mwezi wa 12. Uende kwenu? Ndio. Jamani, wanaume sometimes nao ni wakorofi jamani. Funga virago, nenda kwenu. Ukaja kwa Elisha. Nikaja mwezi wa 10. Mwezi wa 10. Ndio. Nikasema ukaniambia unataka, nikakuuliza unataka nini? Ndio. Nikakwambia ukasema mtoto. Ndio. Nikakwambia nenda. Ndio. Nimetamkaje nikicheka? Cheka nikitoa sadaka ya redio. Hebu toa mfano hiyo. Leo nitacheka. Leo nakuchekea na shida itaisha. Yaani hii sauti unaisikia inatosha kumaliza matatizo. Mama Nuru, hivi utaonaje nikija mbele yako una shida? Hii mtumishi ambaye anatembea katika mamlaka hahitaji kutumia nguvu nyingi. Akitamka neno, serikali tukufu ya Mungu inaleta kile kitu ambacho ametamka. Why? Ni mwakilishi wa ufalme wa Mungu. Sasa kuna saa tunapiga kelele, tunapiga kelele mpaka wanabebwa. Hiyo tunapiga kelele hiyo, wanadondoka ibeba. Kwa sababu tayari kuna vitu tunafanya. Lakini saa ya kuamuru vitu vije, kuna saa sihitaji. Mungu alimwambiaje Maria? Nilitamka kama Sara alivyotamkiwa. Nenda.